Yawezekana hata sasa unaowategemea wote wamekukimbia, umebaki mwenyewe, huoni msaada. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama huoni tumaini, ukitazama huoni kutiwa moyo, ukitazama huoni afadhali. Yani maisha ndivyo yalivyo kipindi hiki ukipita, yani kila mtu atajua kwamba uko kwenye hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anaelezea maisha yake yeye binafsi. Mwanawe wa kumzaa anapanga njama, anataka muue, mpindue, achukue ufalme. Akirudi huku anakuta maadui wamejipanga, marafiki wamegawanyika, wako wanayemsapoti mwanaye na wako ambao wanamsapoti yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hicho kipindi ndicho kipindi ambacho tunapelekwa kwenye viwango vile vingine, tunapelekwa kwenye viwango vya kumjua Mungu zaidi, vya kumtegemea Mungu zaidi, vya kumwona Mungu zaidi. Tunapelekwa kwenye hivyo viwango vya kuandaliwa kuwa mashujaa wa imani, kuwa magiants wa imani kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Anayepita kwenye katikati ya bonde la uvuli wa mauti akatokea upande wa pili, anakuwa shujaa kwenye mwili wa Kristo. Anakuwa shujaa kwenye mwili wa Kristo, anainua watu, anabeba wengi, anasema mwanangu, tunavuka, kwa sababu na yeye aliwahi kuvuka mahala. Anasema mwanangu, tunakwenda, usiogope, kwa sababu na yeye alipita akashinda.